Aprili 2 ni siku ya usonji duniani, ambapo dunia huungana kwa pamoja katika kuongeza ufahamu kuhusiana na usonji duniani. Siku hii dunia inaungana kwa pamoja katika kuongeza ufahamu kuhusiana na usonji ni nini, lakini pia katika kipindi hiki tutaangazia kwamba usonji ni nini, lakini pia kuna changamoto gani ambazo wanakumbana nazo watu wenye changamoto hii ya usonji. Hapa tumetembelea katika kituo cha Gabriela kilichopo wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, ambapo tupo na Bi Brenda Shuma. Tutaomba tuweze kufafanulia kwamba na kutueleza maana halisi ya mtu anayetazama kipindi hichi kwamba usonji ni nini. Karibu sana Bi Brenda. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, ni Brenda Shuma, ni mkurugenzi wa kituo cha Gabriela Children's Rehabilitation Center, na mwezi huu wa 4 ni mwezi wa kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya usonji. Kwa hiyo ambapo tunaitengeneza kwenye siku hii ya tarehe 2 Aprili ambayo imekuwa kidunia kama siku ya kuhamasisha jamii kuhusiana na swala la usonji. Kwa hiyo usonji kwa ujumla tukiweza kuelezea ni hali ambayo mtu anazaliwa nayo, na huwa mara nyingi hali hii ya usonji mtoto anaumbika kama hivyo ana usonji, na haijulikani kwamba ni nini kinasababishaga hali hii imtokee mtu, ila inamtokea mtu yoyote. Anapozaliwa mara nyingi hali ya usonji haijionyeshi mwanzo. Mtoto anakuwa katika makuzi ya kawaida mpaka miaka 2 hadi 3, alafu hapo anakata katika makuzi yake, anarudi nyuma. Kwa mfano, mtoto anaweza akawa ameshaanza hata kuongea maneno 2 matatu, kusema mama baba, alafu ghafla mtoto anaacha kuongea, anakuwa yupo kwenye kaulimwengu kake mwenyewe, yani anajitenga, hana tena lugha, hana tena ile kuchangamana, anakuwa tofauti, anakuwa na vitabia mbalimbali. Kwa hiyo hali hii mara nyingi moja ya changamoto ni kwamba haijitokezagi au haionekanagi mwanzo kabisa, inaonekana baadaye kidogo. Kwa hiyo ndio hiyo hali ya usonji. Na anakuwaje huyu mtu? Kwamba anakuwa mara nyingi hivyo ana shida ya lugha, hawana mawasiliano, haongei, wengine hawaongei kabisa, wengine hata wakiongea ni maneno machache na yale ya muhimu, kwamba nasikia njaa, kichwa kinauma basi. Na wanajitenga, hawana ile kuchangamana, anajitenga, yuko mwenyewe, yuko kwenye kiulimwengu chake mwenyewe yani. Na wana vitabia mbalimbali kama vile vinavyohusiana na mifumo ya fahamu ya kugusa, kuona, kusikia. Kwa hiyo huwa kama anaweza akawa anajing'ata au anatoa visauti au anajizungusha tu au anaruka. Kwa hiyo watoto wanakuwa na vitabia kama hivyo ambavyo havieleweki. Na pia wengi wao wanakuwa kama nilivyosema, hawana lugha, wengi wao hawaongei. Kwa hiyo wanaweza wakachukuliwa kwamba wana shida ya ni kiziwi, lakini kumbe sio kiziwi, anasikia ila haongei. Labda watoto wanapofika hapa Gabriela ambao tayari wana changamoto ya usonji, ni juhudi gani ambazo mnazifanya au mna program gani maalum ambazo zinawasaidia sasa katika kuboresha maisha yao, lakini pia na kupunguza hivyo vitabia ambavyo umevieleza hapo awali? Okay, kwa ujumla watoto hawa wanapofika Gabriela tunakuwa na huduma mbalimbali. Tuna huduma ya kwanza ya rehabilitation, tiba tengamao, yani kwenye therapies, kuweza kuwasaidia kuweza kumudu hivyo vitabia. Kwa mfano kama wanaojing'ata au wanaojipiga, anapatiwa huduma ambayo inamsaidia kupunguza hiyo hali kwenye ngozi yake ili aache kung'ata au kujipiga. Kwa mfano wengine wanakuwa wana tabia kutoa visauti, anafanya tu siku nzima. Kwa hiyo vile hivyo visauti, basi tunakuwa tunafanyia mazoezi mbalimbali ambayo yanamsaidia ya sauti, ambayo yanamsaidia na yeye kupunguza hiyo hali ya kutoa visauti tu muda wote. Kwa hiyo tunakuwa na huduma ya therapies. Lakini pia tuna elimu maalum, madarasa ya elimu maalum, Gabriela Special School,
ambayo wanajifunza sasa mambo ya darasani ambayo yanaweza kumwezesha kujifunza kama kusoma na kuandika, hesabu na vitu kama hivyo. Na pia kwa ajili ya vijana tuna vocational training, yani elimu ya amali, ili waweze kujifunza kazi ambayo anaweza akatumia kujipatia kipato kama useremala, kutengeneza matofali, mapishi na vitu kama hivyo. Ni wazi kwamba kituo cha Gabriela Center kinafanya kazi kubwa katika kuwahudumia watoto hawa au watu hawa wenye usonji. Bi Brenda, labda ni changamoto gani ambazo mmekuwa mkikumbana nazo katika utoaji wa huduma kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum kama vile usonji? Asante ndugu mtangazaji. Kwa habari ya changamoto, kwa kweli zinakuwepo mbalimbali tunapofanya kazi na watoto kama hawa. Kitu cha kwanza kabisa ni elimu, yani mtazamo wa jamii kuanzia ngazi ya familia mpaka jamii kwa ujumla. Kwa sababu wengi wao bado wanazo zile dhana potofu kichwani, wana zile imani potofu kuhusiana na hawa watoto kulingana na zile tabia wanazokuwa nazo. Kwa hiyo kuwaleta kwenye huduma yenyewe inabidi tuweke nguvu kubwa kweli ya kuwashawishi kwamba huyu mtoto hana hicho anachokifikiria, ila ni mtoto ambaye amezaliwa tu na hali hii ya usonji. Kwa mfano kama imani ya familia inaamini kwamba huyu mtoto ni laana kutoka kwa mizimu. Kwa hiyo hawawezi kushawishika kwamba huyu mtoto kwa sababu ana laana tumpeleke kwenye huduma akapate huduma tena. Wao watafikiria kwamba labda tumpeleke kwa mganga au wapi na wapi kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hiyo inabidi tuhamasishe jamii ili kumleta. Na baada ya hapo wengi wanakuja wamekuja wakubwa, na sisi tunatamani tuwapate wakiwa wadogo ili tuweze kuwasaidia wapate mabadiliko ya haraka, kwa maana samaki mkunje angali mbichi. Akija akiwa amechelewa, yani amekomaa, ni ngumu kumweza kumbadilisha au mabadiliko yatakuja ila kwa taratibu sana. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo. Changamoto nyingine ambayo tunaipata ni kwamba kwa habari ya huduma kama hii inabidi uwekeze vitu vingi sana. Kwa hiyo kwenye habari ya kifedha pia inahitaji kweli uwekeze sana. Kwenye habari ya kuandaa mazingira ambayo yatawafaa, hata madarasa, hata kama ni wapi, inabidi utengeneze vitu, uweke vifaa visaidizi ambavyo vinawawezesha wao kujifunza kwa wepesi zaidi, na pia uweke wataalamu, sababu hawezi kuhudumiwa na mtu ni mtu, kwa maana watu ni watu, hawezi kuelewa namna ya kumhudumia. Kwa lazima uweke wataalamu, matherapist, walimu wa elimu maalum ili waweze kuwahudumia. Kwa hiyo hapo ni changamoto mojawapo ambayo kwa kweli inabidi tuweze kufanya nao kazi. Na pia kwenye habari ya kufanya nao kazi, uvumilivu unatakiwa sana, kwa sababu pia kama nilivyosema, wanapokuja pia wanaharibu vitu na nini, lakini baada ya muda wanazoea, wanajifunza, wanatulia, wanaweza kumudu sasa maisha. Huko nyuma kulikuwa kuna mtazamo hasi kidogo au imani potofu kuhusiana na watoto hawa. Kuna mafanikio yote ambayo tunaweza kujivunia kwamba tumepiga hatua 1, 2, 3 katika kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na watoto hawa wenye usonji au watu wenye usonji? Kwa kweli tunaona mabadiliko yapo kwa habari ya vile nilivyosema kwamba kuletwa kwenye huduma yenyewe. Sasa hivi tunaona idadi kubwa ya watoto ambao wanaletwa tena wakiwa wadogo. Kwa kweli imeongezeka sana mpaka watu wanajiuliza kwamba je, ni hali ya usonji imeongezeka au ni nini, mbona watoto ni wengi? Lakini kiukweli ni kuwa mimi ninavyoona ni kwamba mtazamo wa jamii pia nao umebadilika. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wamefichwa sasa hivi wanaletwa. Kwa hiyo tunawaona ni wengi, hali kweli imeongezeka. Lakini sio kwamba ni hali kama hali. Naona pia mtazamo umebadilika, kwa hiyo na yenyewe inachangia kwamba watoto wanaletwa kwenye huduma. Kwetu sisi tunaichukulia kama kitu kizuri. Watoto wanakuja ni wengi kweli, kwa hiyo inaonyesha kwamba mtazamo umebadilika. Lakini pia hamasa imeongezeka sana. Hata kwenye jamii unasikia watu wanaongelea usonji na nini. Ukiongelea usonji haiwi tena kitu kigeni sana. Watu tayari wameshaanza kuelewa. Na hata serikalini tumeona sasa hivi vitu vingi vimeongezeka. Mambo ya ujumuishi yamepewa kipaumbele sana sasa hivi, elimu jumuishi kwa ajili ya watoto hawa.
hata wizara, mpaka wizara ilikuja kuongezwa kipengele cha watu wenye ulemavu kwenye ile wizara ya kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu. Hiyo haikuwepo zamani, lakini kwa tunaona mabadiliko yanaendelea. Yaani kwa kweli hamasa inakuwa kubwa.